Haleluya. Roho Mtakatifu awe nawe. Mpendwa, nitakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kukuletea salamu za heri ya mwaka mpya 2026. Tunamshukuru Yesu kwa kuwa ni kweli tumeuona mwaka. Katika ulimwengu wa roho yapo mabadiliko na ulimwengu wa mwili pia yanatakiwa yawepo. Tunapovuka mwaka tunatarajia kwamba yapo mambo ambayo yanakwenda kutokea katika mwaka mpya ambayo ni Mungu aweke mkono wake. Katika maandiko tunaona wazi ya kwamba wapo wataalamu ambao huwa wana uwezo wa kutabiri mambo mabaya na yakakupata. Kwa hiyo ni bora sana upate nafasi ya kujitabiria wewe mwenyewe na kujitamkia neno la baraka, au kupata mtu ambaye atakutamkia neno la baraka. Andiko katika kitabu cha Isaya 47:13 inasema hivi: umechoka kwa wingi wa mashauri yako, basi na wasimame hao wajuao falaki, wazitazamao nyota, watabiriao kila mwezi mambo ya mwezi huo, wakakuokoe mambo yatakayokupata. Kwa hiyo tunaona kuna watu ambao wanajua jinsi ya kutazama nyota na wanajua jinsi ya kutabiri kwa ajili ya mwezi, na kama wanaweza kutabiri kwa ajili ya mwezi, basi ni wazi wanaweza kutabiri kwa ajili ya mwaka mzima. Kwa hiyo leo ni bora sisi wenyewe tujitabirie kwa ajili ya mwaka huu 2026, ukawa ni mwaka wa tofauti sana. Wewe ambaye unanisikiliza, ninapenda sana Mungu akakufunulie mambo makubwa katika mwaka huu na akakutendee mambo ya ajabu ya baraka tele. Katika huduma tunaposali huduma ya House of Prayer, tumepewa neno katika mkesha wa mwaka mpya inayosema ni mwaka wa kijani kibichi. Yapo matamshi kadha wa kadha ambayo yanaweza kuwa yamekaa kwa ajili ya mlengo wa kukatisha tamaa, lakini tumepewa neno ya kwamba ni mwaka wa kijani kibichi. Maana yake ni mwaka ambao baraka za Mungu zinaenda kuachiliwa. Hata shetani ataweka mipango yake mbalimbali kuharibu kazi za watu, kazi za mikono, kazi za mashamba, lakini Mungu ametamka ya kwamba ni mwaka wa kijani kibichi. Maana yake ni mwaka wa kubarikiwa, ni mwaka wa kuvuna. Hamna kupanda bila kuvuna. Kila mtu atavuna kile ambacho amepanda, na Mungu ataachilia mvua tele kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12. Basi nitakwenda kukusomea neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 22 mstari wa kwanza na wa pili. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo, katikati ya njia kuu yake, na upande huu na upande huu wa ule mto ulikuwepo mti wa uzima, ambao matunda yake uzao matunda aina 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuponya mataifa. Haleluya! Anasema katika kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo ipo mto ambao unatiririka maji ya uzima. Mwaka huu uwe na uzima katika maisha yako. Mwaka huu uwe na baraka kutoka katika kiti cha enzi ambazo zitaachiliwa. Maji yanapotiririka upande wa huku na upande wa huku, patakuwa na mti ambao unazaa matunda kila mwezi. Maanake kuanzia Januari mpaka Disemba hapatokuwa na mwezi wenye ukame, hapatokuwa na mwezi ambao hauzai matunda. Ni kila tunda litoke kwa wakati wake. Kila unachokipanda, kila unachokwenda kukifanya katika kazi za mikono, katika kazi za kihuduma, chochote unachokwenda kukigusa mwaka huu, Mungu aachilie mto unaomiminika kutoka katika kiti chake cha enzi. Haleluya! Anasema majani ya ule mti ni majani ya kuponya mataifa. Kwa hiyo kuna uponyaji unaachiliwa mwaka huu. Kupitia neno hili utaenda kupokea uponyaji. Yeyote ambaye unapitia hali ya ukame, ama ulipitia hiyo hali katika mwaka uliopita,
mwaka huu ukawe ni mwaka wa baraka tele, ukawe ni mwaka wa uponyaji tele, ukawe ni mwaka wa ushindi tele. Ninatamka na wewe utapokea. Ninatamka na Mungu atatia muhuri. Anapotia muhuri katika hili neno, hakika hautapanda na usivune. Utapanda na utavuna na utaona matunda ambayo Mungu amekuandalia. Haleluya. Zaburi 1:3 anasema hivi, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Kuna watu wamepandwa kwenye sehemu ya jangwa, kuna watu wamepandwa sehemu kame. Anaposema naye atakuwa kama mti, tunapozungumza mti tunazungumza kwa habari ya mtu, mwanadamu. Je, wewe ukiangalia mwaka uliopita 2025 ulikuwa umepandwa katika eneo gani? Ulikuwa umepandwa katika eneo lipi? Lakini andiko hili anakwambia naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Vijito vya maji ni vyanzo vya neema za Mungu, ni vyanzo vya baraka za Mungu, ni vyanzo vya mle mtiririko wa baraka za kimungu katika mwaka huu 2026. Ziachiliwe juu yako na juu ya familia yako, ziachiliwe juu yako na juu ya ndoa yako, ziachiliwe juu yako na juu ya uzao wako. Ziachiliwe baraka za kimungu, zimiminike kutoka kwenye kiti chake cha enzi, zipite kwenye huduma. Watumishi wa Mungu wakafanye kazi ya Mungu kwa wepesi, baraka za Mungu zikapata kumiminika juu yao. Wanaofanya kazi ya ukulima mashambani, wanaoilima nchi, baraka juu ya nchi ziachiliwe kwa ajili yao. Kila mbegu utakaoipanda Mungu akalete matokeo, ukapate matunda, ukapate miti itoe miche, itoe uzao. Kitabu cha Mwanzo 1:11-12 anasema, Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake. Ipo miti isiyotoa mbegu, ipo miti isiyotoa majani, ipo miti ambayo ni mikame, ipo miti ambayo ni ya matunda ambayo sio ya jinsi yake. Maanake unaweza ukapanda mti tofauti ukazaa vitu tofauti. Maanake lile kusudi ambalo Mungu amekuwekea, ule mpango uliotarajia, kile kitu ulichokusudia hakitokei kama vile ulivyokitarajia. Lakini nakutamkia katika mwaka huu, Bwana akaachilie neema ya kuzaa matunda kwa jinsi yake, ya kuzaa matunda jinsi ambavyo neno la Mungu linasema iwe. Wewe unayenifuatilia, wewe unayenisikiliza, Mungu akaguse ardhi yako, Mungu akaguse biashara yako, Mungu akaguse nyumba yako, Mungu akaguse sehemu unapofanya kazi, kwenye ofisi yako. Kila unachokitamka, unachokifanya kikalete matunda kwa jinsi yake. Naposema kwa jinsi yake, manake wewe effort utakaoitumia ilete matunza namna ile. Usifanye kazi kwa nguvu sana alafu matunda yakawa kidogo. Kwa hiyo kwa neno hili, jinsi utakavyo invest muda wako, jinsi utakavyo invest kazi za mikono, hivyo hivyo ndivyo Mungu akakuletea matunda. Anaendelea kusema, ambao mbegu zake zimo ndani yake. Yaani tunda liwe na mbegu ndani yake. Kile unachokifanya kikalete mbegu ya kuzalisha zaidi. Kama ni biashara, kama ni mtaji, uwe mtaji uwe na mbegu. Kama ukipata faida, hiyo faida iwe na mbegu ya kuongeza capital ya biashara yako. Hamna kula mtaji mwaka huu kwa jina la Yesu Kristo. Hamna kuharibikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Ikawa hivyo. Hapa ilikuwa ni kazi ya uumbaji ya Mungu. Mungu alikuwa anatamka, alafu mambo yanatokea. Hapa ni mwanzo, in the beginning, wakati Mungu anafanya uumbaji. Kwa hiyo mwaka huu hapa ndio mwanzo. Leo ni tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026. Tunaenda kuumba mwaka, tunaenda kutamkia mwaka, tunaenda kutamka ya kwamba hakuna mabalaa na uharibifu na nguvu za uchawi na giza na wale wote wajuao falaki ambao wanakwenda kutamkia mabaya hawatakuwepo, hawatafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo.
Ninatamka juu ya familia, natamka juu ya ndoa, natamka juu ya kazi, juu ya huduma, juu ya mashamba na juu ya wafanyabiashara. Nenda ukafanikiwa katika mwaka huu katika jina la Yesu Kristo aliye hai, amen. Basi ubarikiwe sana, tutaonana wiki hii, tutakuwa na maombi makali sana na Mungu atatubariki wote, amen.